kuitaka tume iingilie kati kuhakikisha Serengeti kunakuwa na uchaguzi huru na haki. Acha wananchi wachague kiongozi wanayemtaka. Acha uchaguzi uwe huru na haki. Na mimi nikishindwa nitamshika mwenzangu mkono, nitampongeza. Na mimi nikishinda nitatamani anishike mkono, anipongeze. Kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu 2025, Serengeti ni njema na wananchi wamejiandaa vyema kupigia kura wagombea wao. Aidha, hii leo mgombea ubunge jimbo la Serengeti ndugu Catherine Ruge almaarufu kama Msubati kupitia tiketi ya chama cha ukombozi wa umma cha umma ameiomba tume huru ya uchaguzi taifa kusimamia kwa haki kampeni na zoezi zima la uchaguzi katika jimbo la Serengeti. Aidha, amekemea vitendo vyote ovu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Asubuhi, ndugu waandishi wa habari, lakini wananchi wa jimbo la Serengeti na Watanzania kwa ujumla, majina yangu naitwa Catherine Ruge maarufu kama Msubati. Mimi ni mgombea wa ubunge jimbo la Serengeti kupitia chama cha ukombozi wa umma au CHAUMMA. Nimeamua kuzungumza na wananchi wa jimbo la Serengeti ambao nagombea, ambao ni wadau wakubwa wa uchaguzi katika jimbo hili, lakini na Watanzania kwa ujumla, ili kueleza namna ambavyo mchakato wa uchaguzi unaendelea katika jimbo letu, lakini pia namna ambavyo mambo hayaendi inavyotakiwa. Namshukuru Mungu kwamba niliweza kuzindua kampeni tarehe 9 mwezi wa 9 2025, na mpaka sasa hivi naendelea na mikutano ya kampeni, zikiwa zimebaki siku chache kabisa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025. Sasa kumekuwa na mambo ambayo yanaendelea katika jimbo letu ambayo yako kinyume kabisa na kanuni, sheria na taratibu za uchaguzi. Na mambo haya yamekuwa yakiendelea kwa muda sasa, na nimekuwa nikitoa taarifa kwa wahusika, ikiwepo msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Serengeti, lakini hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Kwa hiyo nimeona pamoja na kwamba hakuna hatua zilizochukuliwa, ni vizuri nikauhabarisha umma ukafahamu nini kinaendelea. Kwanza ni swala la rushwa kwenye uchaguzi, harambee pamoja na kununua vifaa mbalimbali vya makanisa vya muziki kipindi hiki cha kampeni, kinyume kabisa na sheria ya uchaguzi wa rais, ubunge na madiwani ya mwaka 2024. Na nilichukua hatua ya kuandika malalamiko yangu kwa msimamizi wa uchaguzi. Niliandika barua, na barua ninayo. Sina shida kabisa kwamba yeye anasaidia jamii, hilo sina tatizo nalo. Tatizo ni kwamba kwa nini sasa? Kwa nini kipindi cha uchaguzi? Lakini kwa nini aambatane na mgombea mwenzangu? Kwa nini aambatane na mgombea ambaye hairuhusiwi kipindi hiki? Kwa yeye anamtengenezea mazingira ya kukubalika au kumtengenezea credibility au milestones, sio, naweza kusemaje hilo neno kwa Kiswahili. Na kama yeye anasema ana foundation ya Nyasaho Foundation, maana anaitwa Dr. Rimo Nyasaho, mimi sikatai, hata mimi na foundation. Kama alikuwa anataka kugawa vitu kwa jamii, ni kwa nini asingeniita na mimi? Kwa sababu mimi pia ni kiongozi. Ondoa kwamba mimi ni mgombea wa jimbo la Serengeti kupitia CHAUMMA, lakini mimi ni kiongozi pia kwenye chama changu. Mimi ni mtu mwenye ushawishi kwenye hili jimbo. Mimi ni mdau mkubwa wa maendeleo katika hili jimbo. Nina NGO hapa inaitwa Girls Education Support Initiative. Ni taasisi ya kusapoti wasichana wanaosoma shule za sekondari. Kwa mimi nadhani nilikuwa ni mtu muhimu kualikwa kwenye hii hafla ya kugawa mabasi. Ondoa kwamba mimi ni mgombea. Lakini pia kama angetaka kubalance, angeweza kutuita wote kwamba huyu ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kuna mgombea wa chama kingine, na kama kulikuwa na mgombea wa chama kingine labda ACT au chama kingine CUF au MCR, akituita wote, kwa sababu si jambo la kijamii. Kingine nije kwenye swala la msimamizi wa uchaguzi. Mpaka leo hatuye kupewa ballot paper za madiwani wetu. Tulipeleka barua tarehe 6 mwezi wa 10 kuomba ballot, mfano wa ballot paper ya mbunge, ya madiwani wetu wote, pamoja na orodha ya vituo vya kupigia kura. Na orodha ya wapiga kura kwa barua. Eti hakuna hakuna orodha ya wapiga kura.
kwenye jimbo husika, hicho kitu hakiwezekani. Acha wananchi wachague kiongozi wanayemtaka. Acha uchaguzi uwe huru na haki. Na mimi nikishindwa nitamshika mwenzangu mkono, nitampongeza. Na mimi nikishinda nitatamani anishike mkono, anipongeze. Kwa hiyo nimesema tu niseme haya mambo. Hakuna mtu aliye juu ya sheria, lakini pia hakuna nguvu inazidi nguvu ya umma. Mimi ninasimama na wananchi. Kwa nimalizie tu kuitaka tume iingilie kati mambo niliyoyaeleza hapa, kuhakikisha Serengeti kunakuwa na uchaguzi huru na haki.